Nimekusalimu katika jina la Yesu. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninao furaha ya wokovu ambao Kristo ameweka ndani yangu. Ninaenda mbinguni. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Tushukuru Baba. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Wewe uliyekufa msalabani, mwana wa Mungu, kwa sababu ya dhambi zangu. I dedicate myself before you and I cover myself with the blood of Jesus. Nafunika mwenye kunisikiza na damu yako Yesu. Mwana wa Mungu, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Wewe uliyekufa msalabani kwa sababu yetu. We dedicate ourselves before you. And in Jesus' name, my Redeemer, speak through my tongue. Holy Spirit, take control. Niwezeshe niseme kama ilivyo mapenzi yako katika jina la Yesu. In Jesus' name I pray. Nakusalimu katika jina la Yesu. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninayo furaha ya wokovu. Leo hapa ofisini kuna kelele, kuna nyumba ile inakorogwa upande mwingine hapa karibu na sisi, wanafanya koroga. So kelele ni mingi. Nataka nianze na hii issue, maana imenifikia. Leo ilikuwa ni siku yangu ya kwenda Masaini. And haya masaa ya saa moja Mwenyezi Mungu akaninenea. Na alipokuwa ananinenea, hii maono inahusu safari ya wokovu. Na katika hii maono nikaona nikiwa nimeshika njia ya kwenda mbinguni, but niite safari ya Mkristo wa kweli. And Kristo akanionyesha nikiwa safarini, na hii safari ilikuwa ni safari ya kwenda mbinguni. Now, somewhere, ile njia nilikuwa nimefuata ikawa na barriers mingi. So, na katika hizi barrier kulikuwa lazima nitafute njia ambayo ni ya kunipeleka kule nilikuwa nataka. Na kulikuwa na njia kwa roundabout. Moja ya hizi njia ndio ilikuwa inaelekea kule nilikuwa ninaenda. Na hii njia ilikuwa nyembamba na ilikuwa ni rough road ambayo si ya kupendeza. Lakini katika hizi njia zingine zilikuwa kama njia tatu. Juu hii nilikuwa ninafaa nitumie, ilikuwa ndiye nyembamba kati ya zote na ilikuwa ndio njia ya ukweli. Now, being nimeokoka na Yesu akiwa mwokozi wa maisha yangu, kukatokea mvutano kati yangu na mambo ambayo ni ya dunia ambayo ninaona kama ni mazuri. Now, kati ya hii mambo ambayo ililete kunisababisha asifu ni kunikwasa katika ile safari ninaenda, ilikuwa ni habari na issue na kusaidia. Na kusaidia huku kulikuwa ni kusaidia kwa watoto ambao walikuwa na mashida, ambao ni yatima
ama watoto ambao wako na mashida mingi, mpaka nikaonelea ni vizuri niingilie ili niwasaidie. Sasa nikiwa katika hii commotion ya kuwasaidia, naye shetani akaonelea mahali nimeweka mawazo yangu sana katika ile huduma ninafanya. Shetani akajua, okay, wewe unapenda kusaidia sana, na katika hiyo kusaidia, shetani akajua atapitia hiyo njia, ili wakati nina assist ananiletea unnecessary, na ananiletea watu wengine ambao sio watu wa kawaida. Naambianga muniruhusu nifanye kienyeji. Niko na mashini hapa ambayo inanisukumia upepo, na ni mzuri juu kwa ofisi kuna hiyo joto. Na katika hili issue nikawa nasaidia watu nikiwa na moyo msafi, na watoto wengi wakaja mbele yangu ambao watoto wako in need. Wengine hawana viatu, wengine hawana maguo, wengine hawana hii. Lakini in the midst of all this, shetani akajua hapa ndio nitakutegea. Sasa kukaja, unajua nature wa mama ndio wanazaaga watoto, na most of the time wa mama ndio wanajuanga shida za watoto ni zipi. So katika hii shida ukaanza kukuja wa mama mbele yangu wakiwa na watoto ambao wako na umaskini, na mahali katika hii issue yangu na kusaidia wale wa mama ambao walianza kukuja mbele yangu wakiwa na mahitaji. Wengine wako na watoto, wengine wanataka school fees, wengine wana mahitaji tofauti, mpaka chakula wengine hawana. Now in this particular, katika hii maono nikaletewa mama ako na watoto watatu, na huyu mama alikuwa na shida mpaka ya njaa. Sasa katika ile kazi ninafanya ya Mungu, nikageuza mawazo yangu kidogo, nikaonelea nisaidie hii familia. Alikuwa ni mama na watoto watatu, na hakuna yule alikuwa amefikisha miaka 10, ni wadogo hapo. Lakini see this, wakati nilitoka nje ili nisaidie juu nilikuwa na gari, naye shetani akaona ile kitu ninafanya, akajua niletee mtego. Sasa nilipo face huyu mama, na tulikuwa na bibi yangu, nilipo mface, mahali alikuwa juu kulikuwa ni nyumba ilikuwa na mashida mingi. Nyumba roof yake si mzuri, na ilikuwa nyumba ya matope. Katika hii nyumba, shetani alipoona ile kitu ninafanya, akakimbia haraka. Nilipoanza kusaidia, akatupa agent wake, wakaja wakashiba katika nyumba ya huyu mama shimo ya futi kama 100, ambayo iko na 3 foot wide, 3 foot square, na wakawekelea tu vijiti ambayo si mzito, wakaweka tu vijiti katika hii 3 square foot, waliweka tu vijiti mingi, alafu wakaweka cross, na kisha wakawekelea karatasi ya nylon ya black, na wakaweka mshanga, na kisha kuna ile nyasi huwa tunanunua, unainunua unaenda unawekelea mahali inazidi kukua. Sasa ikawa kakapeti kazuri. Hii nyumba ikawekwa mpaka ikawa na kwa mlango yake, mahali hii shimo ilikuwa juu, ilikuwa ili nikiingia kwa mlango hapa 3 foot square, ikawekwa mpaka ka green upande wa nje, ndani kumewekwa mshanga juu, nyumba ni ya mshanga.
Sasa katika hali yangu ya kusaidia, shetani akajua ninavutiwa sana na hao watoto watatu na mama yao. Sasa nilipoingia kwa nyumba nikawapea mchere na wakapika, nikawaambia tukule pamoja na wao. Sasa wakati mimi ninakula, nilipotushukua nikaanza kukula na wao, na ni mimi nimewapea, mama amepika, tushare. Nikasema God, let's celebrate na hawa watoto. Kabla sijaingia kwa nyumba, maana mama alipika akaniletea. Kaniambia hii ndio nimepika na ni ile umeniletea. Sasa nikawa tukiwa hapo nje ya mlango tunaongea. Bibi yangu alikuwa kwa gari. Wakanipea ile chakula, mama aliponipea nikaanza kukula ile mchere. Sasa nikiwa ninakula, Kristo akanifungua macho, akanionyesha ile shimo iko na mahali nimetegewa katika hii kusaidia. Do you know, wakati nilishukua kijiko ya chakula kutoka kwa bakuli ya huyu mama ambaye ako na umaskini, aliipika akasema tukule pamoja. Wakati hata sikutumia kijiko, niliuma hivi na mkono, nikienda kuweka kwa mdomo, nikaona vile shimo iko, na huyu mama amesimama kando ya hii shimo, haikanyagi. Sasa ilikuwa anipe, alafu nielezee, mhubiri, si ukuje uone nyumba yangu vile iko ili niingie. Sasa Kristo akanishukua kwa maono ndani ya hiyo nyumba, kukiwa na chemishemi ya maji ambayo haitumiki, lakini nyumba yote chini yake ni shimo, chemishemi, tunaita chemishemi ya maji, githima. Alafu kimefunikwa na kiko na maji chafu. Upande wake wa nyuma kuna mahali kulikuwa kumetobolewa shimo kwa ukuta wa nyumba. Watu walikuwa wanakuja wanadanganywa na hii institution, wanaingia ndani wanapotelea. Sikukula hiyo chakula. Sasa nilipoonyeshwa na Kristo vile hiyo nyumba imekaa, mpaka ni nyumba ya matope, imejengwa juu ya chemishemi, na hapa kwa mlango kumetobolewa shimo ingine, ili mimi nikikuja nikanyange ile kakitu kamewekelewa tumiti hivi na mchanga na hivi, nikikanyanga niingie ndani. Sasa wakati nilikuwa namsaidia, wakati nilikuwa na deal na yeye, naye Kristo akanionyesha siri ama ile mtego iko. Sasa kati ya watoto watatu ambao walikuwa wameniguza, mmoja alikuwa ni mtoto spiritual. Hakuwa mtoto wa kawaida wa huyu mama. Alikuwa ni wake kusema, lakini alikuwa more spiritual than body ya kawaida. Sasa ule ndio alikuwa anataka ni deal naye ili nimsaidie katika commotion ya kumsaidia, nao wanitege vile wanataka. Sasa nikaonyeshwa kale katoto kakiwa kamelala pale, macho yangu ya kiroho ikafunguliwa, nikaona huyu mtoto spirit ni 70%, body ya kawaida ni kama 30. Sasa amekaa hivi, amenyamaza mahali, amekaa kama mtoto wako na njaa, lakini ameniangalia upande moja na jisho ni kama kunitega. Sasa Kristo akaninenea, akanielezea, do you see this? Hii ni issue na ile gospel na ile mambo ambao watu wanataka kufanya siku hizi. Gospel ya ukweli watu hawaitaki. Halo? Watu wanataka kusikia ile gospel ambayo wanataka kuisikia. Sasa Kristo akanielezea kuna vita katika kanisa lake hapa duniani ambayo watu wanapiga kanisa la Kristo wakijifanya wako upande wa Kristo, lakini wanapiga. Sasa ona jambo hili, na kumekuwa na hili wingu la kusema wahubiri wa Kenya ni waongo. Sasa Kristo akanifunulia na perspective ya hii injili ambayo inahubiriwa, Wakristo wa Kenya ni wa uongo, but hii injili ambayo inahubiriwa ni Wakristo wa Kenya ni wa uongo. Ndani yake iko na ile injili ya ile kitu watu wanataka kusikiza. Sasa Kristo akanielezea nyakati hizi ndizo zile nyakati Biblia inasema watu wengi watakuwa wanataka kuhubiriwa ile injili ambayo wanataka. Saa zile unaelezewa
hakuna mhubiri wa ukweli, na kwa sababu hiyo ni kitu mwili yako inataka, naye shetani anaingia ndani yako anakuambia yenyewe hakuna mhubiri wa ukweli. My question is, wale ambao wanafanya hii injili, wengine hawajaokoka, lakini wanafanya hii kazi asifu ni kazi ya Mwenyezi Mungu wanafanya. Sasa sitaki kusema habari na fungo la 10, lakini habari na ukweli ambao tunafaa kufuata kutokana na maandiko haya. Hii ni Biblia. Kuna mambo unaona yana Kristo aliyafanya. For example, kuna wakati Yesu Kristo alikuja akapata watoto, the disciple walikuwa, alipokufa akaenda, baada ya yeye kufufuka alipata aposto wale walikuwa kazi yao ni kutega, wakiwa wanatega samaki. Sasa Kristo aliwatokea na perspective ya hiyo samaki. Akauliza, boys, hamjashika? Akamuelezea, tuko hapa kutoka saa fulani mpaka saa hii. Akaelezea, hebu toeni nyavu, hizi nyavu zenu, mtoe upande mmoja muweke upande huu mwingine wa boti. Walishika. Na Yesu Kristo akawa mmoja wa kuwapatia kitu ya kukula. Sasa ile gospel ambayo inahubiriwa siku hizi ni ile gospel ambayo watu wengi wanataka kusikia. So the moment mtu anasimama ama watu wanasimama anaanza kusema mimi siamini makanisa, siamini mapasta, siamini nini. My brother, katika maandiko kuna makanisa 7 ambayo yako katika Revelation, mjisomee. Na hii mambo Kristo ndiye alikuwa anaongea na John, na huyu John ambaye ameandika hii Revelation. Akawa anamuelezea, kanisa hili niko na swali kulihusu. Kanisa hili ni nzuri, niko na swali kulihusu. Hayo makanisa yako katika Revelation, na Kristo mwenyewe ndiye aliaddress, na Kristo mwenyewe ndiye alifanya hii makanisa ije kwa maandiko. Maana kama hagenenea John huyu ambaye ameandika hii Revelation, haingekuja kwa maandiko, na ilikuja kwa sababu yetu. Na akaelezewa maneno haya usiweke siri, yaende mpaka mwisho. Sasa ndio tunayasoma na ndio inasimamia makanisa ambayo yako. Sasa kumekuja injili ambayo tunahubiriwa siku hizi, ni ya kusikia vile sisi tunataka kusikia. So utapata mtu akikuelezea, ukisumbuliwa na bibi yako sana, ukisumbuliwa na bwana yako sana juu anafanya usharati, uko na ruhusa ya kumtaraki ama kumwasha uoe mwingine. Lakini wengine wanafurahia kutaraki ama kupea mtu taraka kwa sababu miili yao inahitaji iko na desires ya mambo ingine. Sasa ukipatana na mhubiri ambaye anakuelezea bibi ambaye anafanya usharati, unafaa umtupe uoe mwingine, maana huyo amefanya usharati. Bwana ambaye anafanya usharati, unafaa umudisati muashane ili muendelee. Hii ndio gospel watu wengi wanataka kusikia. Gospel nyingine ni hii, tuko na mali. Yesu Kristo akapatana na kijana mmoja ambaye alimuelezea, ninatii yote, natoa fungu la 10, na heshimu wazazi, ninafanya yote kulingana na Old Testament. Yesu Kristo akamuelezea, hebu enda uuze mali yako yote upee maskini. Hapo kwa maskini ndio naye shetani amejua tumelalia pale sana. Juu watu wanaelezewa kutoa fungu la 10 haimo kwa maandiko. Tuelewane. Yesu Kristo alikuja hapa duniani akaponya watu, na yule alikuja mmoja kurudisha shukrani. Alimuelezea, enda hekaluni ukatoa ile kitu inahitajika katika madhabahu. Na Yesu Kristo akasema wakati mwingine, mimi sijakuja kumaliza amri zile 10, nimekuja kuziweka nguvu. Amri 10 na kutoa na sadaka yenyewe na kusaidiana na kupendana, hizi zote ziko katika zile amri. Sasa ile sehemu tunataka kusikia ni ile kitu tunataka kusikia, ndio tunataka kuhubiriwa. Na katika hali ya watu kuelezewa kutoa fungu la 10 ni dhambi, wengi wanataka kusikia hiyo juu wao wengi hawataki kutoa mali yao. My brother, my father alikuwa na shamba ya carnation wakati moja. Alikodesha mzungu. Na ile mzungu ambaye alikodishwa na babangu, mimi nikaajiriwa kwa ile shamba nikiwa kama conductor wa tractor moja kati ya ile. Sasa huyu mzungu alikodisha shamba ya babangu, akaanza kufanya preparation. Aliifanya, akafanya mpaka ile shamba ikawa mzuri sasa ya kujengwa greenhouse na kuanza kuleta mbegu kupanda. Lakini ni process mrefu. Wakati unaelezewa ni makosa kutoa pesa hii, ni makosa kusaidia hapa, ni makosa kusikiza huyu juu si wa ukweli, mwili yako inataka kusikiza hiyo.
Hiyo ndio injili Kristo alinielezea. Unaona hii mitego yote, watu wanakataa kusikiza kutoka kwa makuhani, maana wanasema hakuna kuhani wa kweli. Watu wanapigana na makanisa, wanapigana na wahubiri, but the fact remains, mpaka wale wanawaambia ati hakuna kanisa la kweli, wao wana claim wameitwa na Mwenyezi Mungu kufanya kazi ile. Na kama wameitwa na Mwenyezi Mungu kufanya hili kazi ya kuelezea watu hakuna kanisa la kweli, hakuna mhubiri wa kweli Kenya, hakuna mhubiri wa kweli diaspora, hakuna mhubiri wa kweli duniani, wao wana claim wameitwa na Mwenyezi Mungu na wamepewa hiyo kazi na Mwenyezi Mungu. Sasa niwaulize, Kristo ndiye alienda in the wilderness, akafuatwa na watu zaidi ya 5,000. Ikafika masaa ya kukula, wanafunzi wakaelezea Kristo, hawa watu wote wako na njaa, si wafukuze waende wakakule manyumbani. Kristo akaelezea, hapana, nyinyi ndiye mko na chakula ya kuwapea. Kati ya in the midst kulikuwa na kijana mmoja alikuwa na fish na kitu tuitaka mkonye, loaf of bread. Kristo akaitisha, alikuwa na pisi kadhaa. Alipoitisha zikaletwa kwake, perspective ya kijana alikuwa na fish and a loaf of bread. Hivi alikuwa na pisi bilibili. Hizo ndio Kristo alishukua, akainua juu mbele, akashukuru Mungu na zikazaa kutoka kwa mikono ya mtoto huka. My brother, my sister, injili ambayo inahubiriwa siku ya leo ni ile ambayo tunataka kusikia. Na hiyo tunataka kusikia ndio inaandamana na tukielezewa hakuna kanisa. Hiyo ni binu shetani ameweka katika mawazo yetu, na ni gospel ambayo inahubiriwa ya nyinyi kuelezewa hakuna mhubiri wa kweli. Hiyo gospel ni ya shetani kupigana na kanisa la Kristo. Niulize kwa nini? Kwa mfano, mimi niko na miaka 60. Biashara zote ninajua. Hata leo Kristo akiniruhusu nifanye, nitaenda nifugue car wash moja kubwa sana, na ninunue mashini kama 3, nishukue vijana tuwashe magari, na ni possible. Ile biashara nyingine naweza fungua hardware. Lakini Kristo ananielezea nihudumie, kuwa mhudumu kwangu. Sasa mimi naamuka naelezea watu hakuna kanisa la kweli, na hii injili haihubiriwi na msione ninaongea habari ya Wajiru peke yake. Mpaka in the midst wale watu wanajiitanga agomi wanapiga kanisa. Halo, wanakuwa mpinga Kristo. Wahubiri wengi wanakuja kwa mitandao, wanakuja wanasema mimi Mungu ameniongelesha, amenionyesha hakuna kanisa la kweli. Ni nini inakuwa tu ni kanisa tu inapigwa? Kwa nini mseme hakuna mosque ya kweli? Kwa nini hampigani na mosque? Kwa nini hamuspigani na makanisa ingine kama Orthodox? Kwa nini hampigani na kanisa ingine kama, unajua kuna makanisa ambayo ya imani yao hata Orthodox wanaamini Kristo. Kuna kanisa kama ya Buddhist. Kanisa hii iko in our midst. Kuna hii mnaita Freemasons, wako na kanisa. Haipigani naye na watu hawaelezewi hii. Sisemi hizi kanisa zote ama hizi congregation zote ati zingine hazina Kristo ndani yake, lakini zingine hazina. Lakini people are not shouting against them. They are not exposing those ambaye zimekuwa hasi nzuri. Wana expose ile Yesu Kristo amejificha ndani yake. Na nikisema Yesu Kristo anajificha katika kanisa, ili ukimtafuta katika hiyo platform, Yesu Kristo ukikaa ukimtafuta utampata katika hii ya Christianity. Maana ukienda kwa Muslim utafute Kristo hutampata. Ukienda kwa Buddhist utafute Kristo hutampata. Ukienda maybe kwa Hare Krishna umtafute Kristo hautampata. Lakini kwa Christianity ndio Yesu Kristo anapatikana. Maana hata wakati Yesu Kristo anahubiri hapa duniani, anaikia kwa madhehebu, anapata makuhani, anakaa na anauliza maswali. Kulikuwa na Muslim, hekalo, kulikuwa na Muslim, kulikuwa na akina Buddhist hizi, kulikuwa na akina Hare Krishna, kulikuwa na watu ambao walikuwa na miungu za Dagon.
Yesu Kristo kwa nini hakuwa option kwenda kwa zile kuziuliza ama kule kuwauliza maswali? Alienda tu kwa makanisa ambayo yanaitanishwa na Mwenyezi Mungu, ambazo ni hekalo. Leo hii tunahubiri, tunasema hakuna hekalo la ukweli, hakuna mhubiri wa ukweli, hakuna mtu wa Mungu wa ukweli. Na yule ambaye yoyote anahubiri hii injili, hatujui wengi wao kama wameokoka, wengi wao hatujui kama wako na Kristo ndani yao, lakini wengine wanapiga wakiwa nje. Mtu ambaye hajaokoka anasimama, anasikizwa na watu, anakiwaelezea hakuna mhubiri wa ukweli. Sasa Kristo akanionyesha kumeinuka injili ya watu kuhubiriwa ile injili wanataka. Nyakati ni hizi. Halo? Nyakati ni hizi. Hii ingine imeanza kutrade. Nimeona kijana wa mtoto mkubwa hapa Central Province anakuja kwa mitandao kusema baba yao ni bure. Baba yao hanisaidii. Umezaliwa, umelelewa, umesoma mpaka form 3, form 4. Alafu si unafaa utoke nje uende ukajisaidie. Sasa huyu kijana anaraumu baba yake akisema baba hanisaidii, hanipei, ninafanyanga kazi ya Uber. It is okay. Now, sikia hii. Kumeinuka generation ya kuinukia wazazi. Unaona babako ni mjinga na amekufikisha hapo, sasa wewe umeerefuka, unapata pesa, unaona babako na mamako ni wajinga. Sasa wale wanaona wazazi wao ni wajinga, wako katika kategori ya kusikia, ya kuhubiriwa ile injili wanasikia, wanataka kuisikia. Na hapo ndio inasema, na nyinyi wazazi msiprovoke watoto wenu. Sasa wanataka kusimama hapo. Hawataki ile inasema, na nyinyi watoto mheshimu wazazi wenu ili maisha yenu iongezewe siku zenu za kuishi. Sasa hii gospel inahubiriwa ya kusema hakuna mkuhubiri wa ukweli, hakuna kanisa la ukweli Kenya, hakuna kanisa la ukweli Amerika. Linakuwa based na finances, linakuwa based na pesa, lakini likiongelewa linaharibu kanisa in whole. Sasa wakati unaelezewa hakuna kanisa la ukweli, na wewe ulikuwa mtu wa laini ya mbele kushikilia na kusaidia na kushikania na wale ambao wanaenda kufanya ile kazi, ama ambao wanaenda kutafuta maskini wanawasaidia, wewe ukisimama uanze kupiga ili general mpaka wale walikuwa wamekomishoniwa na Mwenyezi Mungu kufanya kazi fulani, unawafunga mikono na unawapoteza wale ambao wanasema hakuna kanisa la ukweli. Mimi nataka kuuliza tu swali simple. Wameokoka? Wao wanamjua Kristo? Maana kuna mtu nilisikia, kuna msichana kwetu tulikuwa tunahubiri na yeye, anaona maono the whole day, mpaka usiku yote anaona maono. Lakini tukiashana na yeye, baada ya kuashana na yeye jioni, anaenda kwa mwanaume analala akifanya usharati. Asubuhi anaoshwa, anaoga na maji safi, anasema uchafu wote umetoka. Anakuja, tunaendelea na injili. Sasa wenye wanasema hakuna mhubiri wa ukweli, hakuna kanisa la ukweli, hakuna Ukristo wa ukweli, wao wenyewe wameokoka? Hii ni swali nauliza. Na kama hawajaokoka, wanapigana hii vita wanaifanya wakiwa upande gani? Huyu msichana alikuwa anaona maono accurate. Chochote alikuwa anaona kilikuwa kinatimia. Lakini jawabu ni hili. Akisikia nyota tu, akisikia anataka sex imemuinua, anasikia anataka, alikuwa anaenda na kazini yake, anaingia siniki na ni neighbors, anatoka kwao anaingia kwa kazini yake, wanafanya usharati mpaka saa 8 ya usiku, anasatisfy mwili, alafu asubuhi anakuja kuhubiri. Hii watu ambao wanasema hakuna Mungu wa ukweli kati ya Kenya na duniani wameokoka? Wanaishi maisha gani? Wasiwe wanakaa kama huyu msichana ambaye anahubiri mchana, alafu usiku anafanya mengine, anafanya usharati. Na hapo ndio Biblia inatuelezea tusiwe moto na tusiwe baridi. Nasikia hii, ninaweza inuka leo niashane na ile injili ambayo Mwenyezi Mungu amenipa, juu mnanijua, nigeuze kiasi nianze kuhubiri shetani nikifikiri ni Mungu ninahubiri. Brethren, Kristo akanielezea ile injili inahubiriwa na wengi saa hii ni ile ambayo watu wanataka kusikia. Na moja ni hii: hakuna kanisa la kweli. Halo? Hata hawa maskini mnasaidia wengine si wa ukweli, na ni hakika.
Kristo alinionyesha wakati unasaidia hata hao maskini, usipende tu kuingia kwa buti ya gari yako, unatoa tu viatu unapea mtu. Kwanza kabla hujampea juu umemuona, niulize swali nikupee guidance. Asema Yesu. Halo, injili ambayo inahubiriwa leo ni ile tunataka kusikia. Sasa kuna kitu ingine Kristo alinielezea hapa akiashana na mimi. Akaniambia, Dungo, mahali tumefika, watu wamekosa imani na wahubiri, watu wamekosa imani na makanisa. Akanielezea basi, kama wamekosa imani na wahubiri na wamekosa imani na makanisa, waambie hawa watu wangu, mtu ashukue Biblia, study vizuri. Akaniambia ile kitu mnahitaji aspa nao, maana wahubiri kulingana na nyinyi hakuna mhubiri wa kweli. Na hiyo ndio injili inapendwa na mwili huu. Mhubiri leo akisema ninawaita hapa town, mkuje nitawapea kila mtu 1,000 mkuje msikie sermon yangu, wengi wataenda kwa sababu ya ile 1,000 inapewana. Hakuna wengi wataenda wakiwa wamejitolea, a big number wataenda ili walipwe. Sasa Kristo akanielezea, na juu watu wana nyakati hizi ni za injili ya ile watu ambao wanataka kusikiza, wale ambao wanataka ukweli, na wale wanataka ukweli ili wafaidike na wamshinde shetani. Waambie waingie wasome maandiko, wataelewa. Hii akaniambia sasa siri ya kanisa la leo iko katika maandiko. Ukitaka kuelewa, ukitaka kwenda mbele, ukitaka chochote unahitaji, kiko hapa. Na akanielezea, na kando na Biblia kuna vitabu ambayo imeandikwa na watu tofauti inahusu Christianity. Unapata mtu ameandika my experience with our Redeemer Jesus Christ, anaandika kitabu mzima. Kristo akanielezea, katika nyakati tunaishi, watu wengi sio watu wa kupenda kusoma maandiko. Lakini la muhimu ni hii, injili ambayo inahubiriwa siku ya leo ni ile inapendwa na mwili huu. Sasa ni gani hata dharau, ama ni nani hata dharau wakati unapata mshahara 1,100, Kristo anakuelezea upeane 10,000, ni kama fungo la 10. Kifungo ambayo Yesu Kristo alisema ameondoa fungo la 10 ni gani? Maana hili jambo watu wengi wanasema ati Yesu Kristo alikuja akakufa msalabani na akawa the final sacrifice. I agree, ni final sacrifice concerning salvation. Ni kwa nini Yesu Kristo anaponya mtu alafu anamuelezea uende kwa madhabahu, uende ukatoe ile kitu ambayo inatakikana kwa madhabahu, imeelezwa kulingana na vile umesamehewa. Alafu hili ni lingine, kama haikuwa ukweli, kama watu mitume hawakuwa washukue mali ya watu, ni kwa nini Mwenyezi Mungu aliua Anania na Safira? Kwa sababu Anania na Safira wamekuja baada ya Yesu Kristo kukufa na kufufuka na kuasha mitume. Sasa hao mitume wakiwa wanahubiri, Wakristo wakawa wengi wanaleta mali zao kwa Wakristo wanalete kwa miguu ya mitume, alafu mitume wanagawa according. Sasa kama kutoa mali imekataliwa juu Kristo alikufa na akafufuka, ni kwa nini Kristo alichukua option ya Anania na Safira kukuja na walielezewa na mitume? Safira na Anania, ile pesa umetoa yote ni ya kweli? Akaelezewa na yule mitume, usidanganye, ukidanganya ni Roho Mtakatifu unadanganya. Ni ya ukweli. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Aliposema mara ya pili, ya tatu, apostles sio wao waliua hapo Anania. Anania aliuawa na Mungu. Ni kwa nini Mwenyezi Mungu anaua Anania na ni concerning kutoa mali yake kwa miguu ya mitume kama haikubaliki? Maana kama haingekuwa inakubalika, Mwenyezi Mungu hangechukua hatua ya kumuua Anania, maana Anania angekuwa na haki kama leo. Anania alikuwa na haki kama Mkristo wa leo. Maana wakati unapeleka kwa miguu ya mitume, unapeleka kwa mapenzi yako. Lakini Mwenyezi Mungu akaprove mali ambayo inaletewa mitume na washirika ilisababisha mtu mmoja na bibi yake wakufe kwa sababu ya kudanganya Roho Mtakatifu. Sasa ilikuwa ni wakati wa Yesu Kristo amekufa na amefufuka,
ameenda amejaza mitume mpaka na Roho Mtakatifu. Sasa mitume wakawa wanakaribisha washirika, wakikuja wageni wanakuja na ile vitu yote wako nazo. Ikafika wakati wa Anania akasema, nimemsikia Mungu na ninataka kutoa kitu. Akaenda akaleta mali yake. Si angelikuwa ni kama wewe ambayo unaelezewa kutoa ni makosa. Injili ambayo inahubiriwa leo, Kristo alinielezea ni ile huu mwili unataka kusikia. Na ndio iko na a lot of controversy na ukweli ambao uko katika hii maandiko. Unasema hakuna Mkristo wa kweli, hakuna mhubiri wa ukweli, wote ni conman. Where is like akina you? Akina wewe ambao ni wazuri wako wapi? Maana these are called the fivefold ministry. Kuna apostle, pastor, teacher, prophet and evangelist. They are fivefold ministry. To assume yule ambaye anasema hakuna makanisa ya kweli, tuseme amepewa gift ya apostle na Mwenyezi Mungu, ama amepewa pastor ama prophet. Sasa ako peke yake na yeye ni prophet, ama yeye ni evangelist, ama yeye ni teacher, ama yeye ni apostle, unaona, ama yeye ni whichever rank. Sasa apostle huyu ama evangelist huyu anasimama peke yake, anasema hakuna apostle, hakuna prophet, hakuna pastor na hakuna apostle, hakuna hizi zingine, ni yeye tu. Na anaelezea watu wote hakuna, hawa watu wengine wote hakuna, na yeye ni tu yeye. Huu mwili ni wa Kristo na anafanya kulingana na fashion yake. Akanielezea niwaelezee nyinyi ambayo huwa mnanisikiza. Injili ambayo inahubiriwa siku ya leo ni ile injili ambayo inapendwa na mwili huu. So mwili huu utaeleza